Ndugu wananchi na ndugu viongozi, kwa kweli mwenge wa uhuru umekuja kujionea matumaini makubwa ambayo wananchi wa eneo hili wanayapata, lakini pia tumekuja kuona upendo mkubwa kwa wananchi hawa, lakini pia tumekuja kujionea heshima ambayo inaikwa na serikali ambayo inasimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wananchi wa eneo hili wamepata bahati kubwa sana, na mimi tuna sababu tukakimiza mwenge wa uhuru kukupongezeni kwa miradi mikubwa ya kimkakati ambayo mnaendelea kuisimamia ndani ya maeneo yenu. Ndugu zangu wananchi, leo hii tumekuja kujionea shule hii ya sekondari ambayo shule hii inaenda kusaidia watoto wetu. Watoto wetu wengi walikuwa wakipata shida juu ya upatikanaji wa shule ya sekondari katika eneo hili, na ndio maana serikali ikaona kilio chenu, ikaona uvumilivu wenu ambao kama wananchi mmeuonyesha. Leo hii tumekuja kujionea shule ambayo kwa kweli shule hii ni bora, shule ya kisasa na vijijini magofu. Kama wananchi, mimi nataka niwaambie jambo moja. Mimi binafsi wakati naingia hapa nilikuwa nauliza hii ni shule ama hoteli, lakini mkuu wa wilaya akaniambia hii ndugu viongozi, hii ni shule. Kwa kweli jipigeni makofi mengi sana. Shule kama hizi tulikuwa tumezizoea maeneo maalum. Mfano kwa nchi yetu Tanzania, shule kama hizi utaikuta kule Dar es Salaam ama utaikuta Dodoma, lakini leo hii Ruvuma, lakini pia huku tulipo, kwa kweli ni jambo kubwa na ni jambo ambalo tuna kila wajibu wa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi, mimi kwa kweli niwashukuru sana, lakini pia niendelee kuwashukuru kwa sababu leo hii wananchi nyinyi msingekuwa wazalendo na msingekuwa muhamungi jitihada mkono za serikali, shule hii singekuwepo. Na mimi nataka niwaambie leo hii mwenge wa uhuru madali umefika katika eneo hili, sio siku nyingi shule hii itazinduliwa na mtaendelea kupata huduma ndani ya shule hii, kwa sababu mimi binafsi pamoja na viongozi tumeikagua shule hii. Kwa kweli tumejionea madarasa yana ubora, lakini pia hapa pana maktaba ya kisasa, lakini pia pana eneo la laboratory, kwa maana sehemu ambazo tutakuwa tunafanyia practical zetu za masomo maalum. Kwa kweli ni laboratory ambazo zimetulia, vifaa vyote vimo, na wakandarasi wameshatuhakikishia kwamba sasa hivi kilichobakia ni kubalizia baadhi ya maeneo machache, lakini pia vifaa na kuweka madawati ili wananchi wapate kusoma.